Kwanza sura ya 4 mstari wa 20. Korinto wa kwanza sura ya 4 na mstari wake ni wa 20. Tusome sasa Korinto wa kwanza sura ya 4 mstari wake ni wa 20. Korinto wa kwanza sura ya 4 mstari wake ni wa 20. Umepata? Tusome. Yes. Isha tu hapo. Amen. Basi naomba ukae. Biblia inasema ufalme wa Mungu haupo katika nini? Neno, bali katika nguvu. Sasa tunapoongelea ufalme wa Mungu hatuongelei maneno. Tunapoongelea ufalme wa Mungu tunaongelea nguvu. Na maana jana nilianza kwa utangulizi nikasema hivi, katika Mathayo 11:12 maandiko yanatuambia tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nini? Kwa nguvu. Nao wenye nguvu wanauteka. Nikasema kuteka sio kwa maana ya kuviteka vitu kwa maana ya kuviatamia, kuviiba au kuteka nyara kama ambavyo tafsiri ya kidunia ipo. Bali kuteka maana yake ni kuwa na uwezo wa kufanya lolote ndani ya ufalme wa Mungu. Yaani kuwa na access ya kufanya chochote ndani ya ufalme wa nani? Wa Mungu. Na nikasema ukiamua kuwa dhaifu inakuwa ni hasara kwako na kwa vizazi vyako. Na mwisho unaenda kuteseka jana ya moto. Ukiamua kuwa dhaifu maana utateseka na mapepo milele. Utateseka na dunia, mapepo yatakutesa, mapepo yatakugeuza, utalipa gharama ya kuwa Mkristo dhaifu. Leo hii watu wengi wanalipa gharama ya kuwa Wakristo dhaifu kwa sababu hawajaamua kujiingiza kwa nguvu ndani ya ufalme. Wanalipa gharama. Naona leo watu wanateseka. Kwa nini? Wanalipa gharama ya kuwa Wakristo dhaifu. Lakini ukiamua kuwa na nguvu inakuwa ni kwa faida yako wewe na kizazi chako. Nisema siku moja watoto watakushukuru kwamba baba au mama kupitia maombi yako ulituokoa, ulitutoa katika shida, watakushukuru mbinguni. Maanake ufalme wa mbinguni ukiamua kuutaka, Biblia inasema mtakeni Bwana na nani? Na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Ukiamua kutaka ile nguvu ya kiungu utaipata. Na ukiamua kutokuitaka ile nguvu hautaipata. Na utalipa gharama ya kuwa Mkristo dhaifu. Lengo letu kama kanisa ni kurudisha nguvu ya kanisa iliyopotea. Tunairudishaje? Ni mtu mmoja kuanza kuitafuta ile nguvu. Mtu mmoja kuanza kuitafuta ile nguvu. Hebu jiulize, leo hii mafundisho ya nguvu yamepotea ndani ya kanisa. Jiulize taifa la Israeli namna ilivyotembea na miujiza mikubwa ya Mungu. Watu Biblia inasema viatu vyao havikuisha. Katoto kananunuliwa kiatu. Kiatu kina mguu unakuwa na kiatu kinakuwa. Wewe kujiuliza hivi? Yaani kiatu mguu unakuwa na kiatu kinakuwa. Mwili unakuwa na nguo inakuwa. Nguo hazichakai. Hakuna kufua nguo kwa lakini nguo hazichakai, zinaendelea kuwa nzuri, zinapendeza. Miaka yote viatu haviishi. Wana hiyo nguvu ya Mungu iliyotembea. Ndio maana kanisa la mwanzo hata hapa Tanzania watu walipoanza kuhubiriwa nguvu ya Mungu, walianza kuomba nguvu ya Mungu itendeke kwenye maisha yao. Nimesikia watu wazee wakubwa wakishuhudia namna ambavyo baadhi ya wazee na wazee fulani mpaka leo yupo anashuhudia yeye naye aliomba kwamba nywele zake zisikue, zibaki pale na kweli zikukua na hajawahi kunyoa mpaka leo. Hata tunasikia ushuhuda kina Moses Kola waliombeaga baadhi ya nguo mpaka leo zile nguo
anasema zipo kwenye makumbusho miaka mingi. Nguvu haziishi. Nguvu kubwa ya Mungu. Zamani walikuwa wanahubiriwa nguvu kubwa ya Mungu, kwamba Mungu anaweza kutembea na wewe mfano alivyotembea na Henoko, kama alivyotembea na Musa, kama alivyotembea na Elia, anaweza kutembea na wewe. Sasa kanisa la leo limepoteza hayo mafundisho. Wanafundishwa kuhubiriwa tu baraka na ushindi. Wanasahau ya kwamba hapa duniani, ndio maana niliwaambia watumishi wa Bwana, wahubirieni watu wajue hapa duniani sio mahali pa watakatifu. Hapa duniani tunapita tu. Ile ni miaka michache tu. Wengine wezi jua mbaki miaka 10, wengine 15, wengine 5, wengine 20, wengine 3, 4. Nani ajua? Hapa duniani sio petu. Kwa lazima watu wajue ya kwamba tunakwenda. Ndio maana watakatifu wa mwanzo waliwekeza katika kumtafuta Bwana tusifu. Amen. Bwana tusifu. Kwa nini nakwambia hivi? Nimekwambia hivi, kwa nini tunahubiri watu wajiona katika nguvu? Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza 2 kuanzia mstari wa 5, anasema sikuja kwenu kwa maneno ya hekima ya kibinadamu, ili watu wasije wakajengwa imani yao katika hekima za kibinadamu. Leo hii makanisa mengi watu wamejengwa kwa hekima za kibinadamu. Imani yao imejengwa kwenye hekima za wanadamu. Ndio maana atakwambia sisi kanisa letu, sisi mchungaji wetu, sisi hata wakati nikiwa na mimi wanaandika kwenye mitandao, naandika natupia. Wakati nilikuwa naandika kuhusiana na Christmas, mwingine akaja pale ka comment, amna hapa Mungu hajatukataza kuabudu au kutokuabudu. Kwa unaweza kaenda kuazimisha Christmas au usiazimishe. Wala kuazimisha sio dhambi, wala kutokuazimisha sio dhambi. Hekima za nini? Za kibinadamu. Hekima. Mngesema kwani tarehe ni shida? Mtu ameamua tu kwamba tuweke tarehe 25 ndio tu tunakumbuka. Kwani kuna kosa gani? Hekima za Sumenelewa. Yaani anatumia tu akili. Ndio maana Yesu mwenyewe anasema hekima za wenye hekima mtazikataa. Akili za wenye akili mtazikataa. Anasema kwa sababu watu wanatumia ufundi wao na akili yao kueleza neno. Ndio maana Paulo anakataa. Hata sisi kama kanisa tusitumie hekima zetu, ufundi wetu kuelezea watu, kuwashawishi watu watuamini. Hatuna agenda yote ya kuwashawishi watu watuamini, wala hatuhubiri eti kwa sababu watu waje kanisani kwetu au tuwe wengi au tujae. Hatuna haja ya kuwashawishi watu lazima waje kanisani kwetu. Lengo letu ni kuhubiri watu wajae nguvu, wamwamini Mungu kwa asilimia ya kumwona Yesu, sio kwa asilimia ya kuona kanisa. Amen. Lengo letu sisi si kuhubiri watu wajae kanisani. Lengo letu sisi si kuhubiri watu tuwe wengi. Tunapohubiri watu kuwe wengi, maana yake tutaanza kuwajenga kwa hekima za kibinadamu. Unajua bwana, kanisani kwetu ukija, ukiuma tutakusaidia, tutakupa na mtaji. Tunajenga kwa hekima za kibinadamu. Mchungaji wetu ni mpole, anacheka na watu, amesoma, ni akili za kibinadamu. Lakini tukiwajenga katika dalili za nguvu za Roho Mtakatifu, akiokoka yule mtu akiwa ni mmoja, anasimama hata kama kanisa likiumba. Akiwa ni mmoja huyo, ana uwezo wa kusimamisha watu wengi sana. Kwa nini? Alijengwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Hakujengwa kwa hekima za kibinadamu. Amen. Hakuna hekima hapa. Kanisa hili tutangulize nguvu za Roho Mtakatifu. Hata mnapohubiri, mhubirini watu, waambieni habari za Yesu. Usiwaambie watu habari za wanadamu wala habari za kanisa. Ni habari za Yesu. Yesu anakupenda. Muamini yeye awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Msiingie ufundi na kushawishi. Unajua bwana, kanisa hivi. Hakuna cha ufundi wa kushawishi watu wajengwe katika hekima za kibinadamu. Watu wajengwe katika nguvu za Roho. Ndio maana nimekuambia hicho kitu. Kwa nini Paulo aliwaambia Wakorintho ili wajue? Acha nikusomee fungu la Waraka. Aliwaambia ili wajue, akasema basi ndugu zangu,
Mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno. Hebu sema ufasaha wa maneno. Leo hii watu wanahubiri kwa ufasaha wa maneno. Yaani ananyosha maneno, anaongea kwa mpangilio. Sikiliza, kuongea kwa mpangilio au kujua kuongea haimaanishi kwamba unaye Mungu. Kuna watu wajua hata kupangilia, ajua ameanzia wapi ameisha wapi, lakini nguvu ya Mungu iko ndani. Ajua hata kusema, anasemaje ajui. Lakini neno atakalolisema limejaa nguvu. Ndicho ninachotaka. Mimi sihitaji ufundi wa kusema, nahitaji nguvu. Paulo mwenyewe hakuwa na uwezo wa kusema. Paulo alikuwa sio msemaji, ndio maana alipokuwa akiandika nyaraka anasema, jamani, mtu huyu mpaka yeye anasema mimi katika hali ya kusema, hiyo sio elimu yangu. Yeye mwenyewe anasema katika hali ya kusema, yani hawezi kuzungumza vizuri. Hakuwa anaweza kuzungumza. Aliyekuwa na uwezo wa kuzungumza ni Apollo. Alikuwa fundi wa kufundisha. Apollo kifundisha watu wanamuelewa. Paulo alikuwa na, lakini Paulo ndiye aliyehubiri kwa habari ya nguvu. Uwe na uwezo wa kusema, usio na uwezo wa kusema. Ukiwa na nguvu, watu watafuata tu. Watakufuata tu. Sababu neno moja litatoka linaponya kansa. Neno moja linatoka linaponya typhoid. Sasa wewe mwingine ataongea maneno mengi, hayana hata uwezo wa kuponya. Umeelewa? Kwa nini? Ufasaha wa maneno. Anaendelea kusema hapa. Nisikilize. Anaendelea kusema, wala kwa hekima, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Nami nalikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi. Na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Kushawishi watu. Kuwashawishi watu. Njoo uokoke utabarikiwa. Njoo uokoke utapata mme. Utapata mke. Biashara yako itachanua. Kushawishi watu. Injili ambayo hata Yesu hajawahi kuhubiri. Hajawahi, nenda kwenye Biblia yako kasoma. Hajawahi kuhubiri. Nyinyi mnaitoa wapi? Kitaka kunifuata mimi, jikane mwanangu. Full stop. Sasa najikanaje? Ndio hivyo. Mimi siwezi kufuata, wewe sio kondoo zizi langu. Anaondoka anaenda sehemu nyingine. Lakini utaanza, unajua Bwana, fuata Bwana. Fuata Bwana. Ushawishi akili za watu. Na watu ndio wanajengwa katika hekima za kibinadamu. Nisikilize, kanisa lazima watu wajengwe katika nguvu za nini? Za Mungu. Kwa nini? Watu wengi leo wamejengwa katika imani nyingi. Na hizo imani nyingi zinaitwa imani potofu. Kwa sababu ziko imani za dini, ziko imani za watu binafsi, ziko imani za ukoo, ziko imani za makabila, ziko imani za nchi, ziko imani za mlengo fulani. Imani ziko nyingi sana. Leo hii ukimwambia mtu, anakuambia imani yetu. Imani yenu ndo nini? Imani yetu inasema hivi. Imani yako ndo ipi? Sisi kanisa letu. Kanisa lako ndo lipi? Ndo nini hicho? Ndo kitu gani? Yesu akijui. Yesu ajui hiyo mnayosema makanisa. Jana wakati nahubiri nilikwambia, wakati nadhani kwenye Radio Joy, nilikwambia kanisa Mungu analiangalia ni watu walioitwa kwa jina la nani? La Bwana. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Unaona hilo kanisa? Nami nitasikia kutoka mbinguni. Maana kanisa ni watu walioitwa kwa jina la Bwana. Maana waliohubiriwa injili wakasikia. Wengine tena wana makanisa, wengine wanasali milimani, wengine wanasali majumbani. Hao ni kanisa. Na hao ndio watakaonyakuliwa. Kuna watu wako kwenye makanisa leo. Ni maaskofu, ni wachungaji, ni wainjilisti, wazee wa kanisa, wamama wachungaji. Watabaki. Lakini watakaoenda ambao hujui kuona hata kanisani pengine. Pengine hata majina hawana kanisani. Pengine hata kuongea hujui hata kuongea. Wataenda. Kwa nini? Kwa sababu watu hawajui. Wanasema imani yetu, kanisa letu. Ndio nini hicho? Ndio kinini hicho? Mbona tukielewa? Hicho unachokitamka ni nini? Kanisa lazima turudi kwenye imani ya Yesu. Hatuna haja ya kubaki na imani zetu, imani za ukoo, imani za makabila. Turudi kwenye imani ya nani? Imani ya Yesu. Yesu amesema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kunakuja kwa neno la Kristo, neno lake. Neno lake linasemaje? Hiyo ndio imani yetu ya kufuata. Sio imani ya kanisa, imani ya dhehebu, tunafuata imani ya Yesu Kristo. Amen. Leo
karibu na mwezi mbaya sana, mwezi wa 12. Mwezi wa 12 ni mwezi ambao unaitwa mwezi wa makusanyo, ni mwezi wa makafara, mwezi wa sadaka nyingi. Watu wanatoa sadaka. Leo hii watu wamerudi makwao, wengine wamefunga mashule, wengine wamerudi makwao. Wanapofika makwao kule, wengine wanatoa makafara, wanalishwa nyama za watu, wanakula vitu vingi sana. Wanasema tunaenda kula sikukuu. Sio kula sikukuu, waenda kwenye matambiko. Mama yake ni mtambikaji, baba yake ni mtambikaji. Wanasema tukakumbuke kaburi la baba yetu marehemu aliyefariki. Twendeni kwanza, ili kabla tunaposherehekea sikukuu tumemkumbuka baba yetu aliyekufa. Wanaenda wanafagilia kaburi, wasema baba, huku likoenda waende kwa amani. Sisi tunaenda kula sherehe, na sherehe utubariki tusherehekee vizuri. Ndio maana mwezi wa kwanza ni mwezi wa maruelue, watu kufunguliwa. Watu wamefungwa na vifungo, watu wamekamatwa, wanaomba kufunguliwa. Kwa nini? Walivyoenda makwao wameenda wametambika. Wao wamerudi kwao, Wachaga wamerudi kwao, watu wamerudi kwao kutambika. Hapo unakuta shangazi yako anakupigia simu, mwanangu uje ule sikukuu. We, nile sikukuu mkamate nafsi yangu. Yaani nije ule sikukuu mkamate nafsi yangu iliyo ya samani. Jamani, sina tukisherehekea sikukuu pamoja. Waache wafu wazikane. Hatuna muda wa kusherehekea sikukuu pamoja. Sikukuu gani hiyo ambayo tusherehekee pamoja? Kwa nini nakwambia haya? Ili ujue kwamba kanisa lazima turudi kwenye imani ya nani? Imani ya Yesu. Kwa nini turudi kwenye imani ya Yesu? Ndio maana nimekwambia imani ya Yesu pekee ndio inayopaswa kujengwa ndani ya washirika, ndani ya kanisa. Yesu amesema nini? Hicho tu ndio imani yetu. Kwa nini? Sikiliza. Moja, Mungu alipowatuma watu wake, hakutuma watu kwa maneno. Hakutuma watu kwa maneno, aliwatuma watu kwa nguvu. Mungu alipomtuma Musa, alimtuma kwa maneno. Musa alimwambia, wataniaminije Bwana? Kaambia, una nini mkononi? Musa akasema, na fimbo. Akasema, idondoshe. Akadondosha fimbo, ikawa nini? Ikawa nyoka. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Hakumtuma kwa maneno matupu. Alimtuma kwa sababu Musa aliweka visingizio, akasema, wataniaminije? Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 4. Msomaji wa haraka tusome, maana kuna wengine sio wasomaji, tukienda haraka tutawacha. Nataka nikujenge. Lengo langu nataka uinuke tupate kanisa lenye nguvu. Kutoka sura ya 4 mstari wa kwanza. Andiko anasema, Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hatasikia sauti yangu. Ishia tu hapo. Sikiliza, bila nguvu za Mungu watu hawatakuamini wala hawatasikia sauti yako. Narudia tena. Bila nguvu ya Mungu watu hawatakuamini wala hawatasikia sauti yako. Amen. Sio, umenielewa? Lakini maana tunahitaji nguvu za Mungu ili watu watuamini na wasikie sauti zetu. Ukifika sehemu waseme, tunaomba tukusikie. Una nini cha kusema? Tuambie, una neno gani? Zungumza. Sio unafika sema nyamaza na wewe. Musa akasema hata niamini. Mungu anasema haya, nakupa ishara. Ishara ya kwanza na nini? Na fimbo. Angusha. Fimbo ikawa nini? Ikawa nyoka. Musa akakimbia, asema iokote, shika mkia. Akashika mkia, ikawa fimbo. Hiyo ni ishara ya kwanza. Ishara ya pili, ingiza mkono wako kwa pani. Musa akaingiza. Mkono mweupe ukoma. Ayarudisha tena, ukawa vile vile. Wasipoamini ishara ya kwanza, wataamini ishara ya pili. Mungu akamwambia, wasipoamini ishara ya kwanza, wataamini ishara ngapi? Ya pili. Ndio maana ukiendelea pale Musa, baada ya kumwambia Bwana, mbona nina kigugumizi, naomba utatue na kigugumizi, akaanza kusema mtume mwingine Bwana, mimi na kigugumizi. Hadi tosha tu Musa mwambie Bwana, ondoa kigugumizi sasa, ili nikaongee vizuri. Napoongea ni wachape na kuwachape ili wanielewe. Lakini akasema na kigugumizi Bwana. Mungu akataka kumua Musa. Ambia, nani aliyefanya hicho kinywa? Si mimi. Asema ndugu yako Haruni anakuja. Haruni atakuwa nabii kwako, utakuwa Mungu kwake. Hebu sikiliza namna ambavyo Mungu anawatukuza watumishi wake. Mungu amesema mtu akimtumikia nifuate, nilipo na yeye atakuwa hapo.
Asema atakayemtumikia Baba wa mbinguni atamheshimu. Mbona hiyo heshima? Maana heshima yake hana ya Mungu, anakupa nguvu, anakupa uwezesho. Hapana kwa Mkristo wa kawaida. Hakuna kwa Mkristo lele mama, Mkristo wa dini wa kwenda kusali, kuabudu na kurudi. Hiyo haipo. Ukiwa Mkristo lele mama, jiandae kuteswa na kuumizwa na mapepo na mashetani na dunia. Leo ni Wakristo ndio wanaumwa kansa, pressure, kisukari, operation na hospitalini. Leo ndio wapo Wakristo wanapanga foleni, wanaenda wanafanyia operation. Unafikiri operation ni mpango wa Mungu? Unafikiri magonjwa ni mpango wa Mungu? Vile macho vya shetani. Yesu anaponya magonjwa ndio. Yesu alikuja kuchukua uzoefu wetu ndio. Mbona unaumwa? Unajua mtumishi, ndio maana kuna hospitali. Mimi sikatai, hospitali zipo, ni mpango wa Mungu kwa ajili ya watu kutibiwa wenye imani dhaifu. Walio dhaifu wa imani, Warumi 14, wakaribisheni. Aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. Mtumishi, siwezi kufunga na vidonda vya tumbo, sawa, usifunge. Ni dhaifu wa imani, tunamkaribisha, tumhukumu mawazo yake. Mwambie endelea bwana vidonda vyako vya tumbo. Amina. Afanyaje sasa? Bwana asifiwe. Amina. Nini nikisema? Nasema hivi, Musa akapewa ishara. Lakini pia tunaona Yesu mwenyewe alipokuja, alikuja kuokoa waliofanya nini? Walioonewa na ibilisi. Katika Matendo ya Mitume 10:38 alikuja kuokoa walioonewa na ibilisi. Shetani anaonea watu ili uweze kuokomboa watu waliofungwa, uweze kuwatoa watu mateka. Unahitaji nguvu. Tunahitaji nguvu. Bwana asifiwe sana. Tunahitaji nguvu. Niliwashuhudia ile siku kwamba wakati mimi naanza hili kanisa nilikaa mwaka mzima. Niliwashuhudia mwanzo nikasema nikaa mwaka mzima kwa hofu na matetemeko. Hii huduma hii mpya inaianzishaje hapa? Nilikuwa nakaa chumbani najifungia. Nilikuwa nakaa peke yangu. Najifungia. Nikiingia Jumamosi, natoka Jumatatu asubuhi. Nakunywa uji yangu naenda shuleni. Jumamosi, Jumapili nakuwa sijala kitu. Jumatatu nafungulia naenda kazini. Narudi. Hizi nyingine napiga. Ifika Jumamosi najifungia. Mpaka nasema, "Wewe unakaa wapi? Sitoki mle ndani." Ikifika usiku saa 5 naenda zangu. Nasoma neno, naomba, nalala saa 9. Niko nafikiria, hii huduma naitambulishaje Kigoma? Nimekuta FPC, makanisa mengine, makanisa makubwa yapo. Wananielewaje? Ninapoachia uamsho hapa, watanielewa? Bwana pesi. Amen. Ili wewe unielewe, ni mpaka nguvu ya Mungu ingie ndani yako. Ili uweze kuokoa mateka waliofungwa na ibilisi. Marko 3:27. Hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu, akateka vitu vyake, akachukua vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu. Umeiona hiyo Marko 3? Marko 3 umeiona? Tusome. Ili mtumishi wa Bwana Lucia akubali injili, afunge na kitambaa, inabidi nguvu ya Mungu ingie. Unafikiri mchezo? Nasema hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu. Yaani wewe unafikiria jamani, wanawake waishi takatifu, wanawake wanatakiwa wavae vitambaa bila nguvu. Ambia tutokee hapa wewe bwana wewe. Tutokee. Kelele. Wanamwambia kelele. Hawezi mtu na kuviteka vitu vyake. Asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu. Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Uwezi ukateka nyumba hujamfunga shetani. Tunamfungaje shetani? Sikilize, nishawaambia Kigoma ili tukamate hii mji wa Kigoma na wilaya zake. Si kwa maneno tu. Hata tunavyohubiri tubadilike namna ya kuhubiri, si kuhubiri bila kuomba. Tunapoenda kuvamia eneo, tutoke tumeomba. Kesho tunaenda kwenye injili, tunaomba leo. Tunasema leo tunafunga masaa 12, kesho tunaenda kwenye injili. Tusifanye mzaha. Unaweza kaenda kumpokonya shetani mateka kila rahisi. Sio rahisi. Ukifunga hadi ukisema jamani Yesu anaokoa, watu wanaanza kutetemeka. Anafanya nini? Hujaongea hata sana. Yesu anafanya nini? Anaokoa. Amen. Bwana tusifiwe. Amen. Hivi unanielewa ninachokwambia?
Lazima uwe na nguvu ya kumfunga kwanza. Nimetoka kijiji kimoja, nilikuwa nalala guest kijiji kimoja ambako ninalimia kule. Sasa kule nakolimia, kule guest nakolala, unajua mabinti wa guest wanakuwa ni tunguo tukoni. Kwa hivyo sasa mimi kila nikienda kulala ile guest naumia sana. Guest iko kijijini kule. Nikitoka shamba nalala pale. Naumia nikimwona yule mdada sitaka hata kumuona, angalia pembeni naumia rohoni. Ela nazovaa ni mdada wa Tanga, unajua Tanga weupe. Afu amekuvalia kakimini kako. Naumia sana. Siku moja juzi hapa ninasema pote ya mbali. Kifika mle naomba kwenye guest, naomba nafunga ile guest, naomba. Siku moja nikamwita dada chumbani. Ile dada akasema hapa huenda alisema nimepata. Huenda alisema nimepata na mwitu. Ambia dada kaa. Nimkazia tu macho rohoni. Dada pokea Yesu. Ai bwana maisha yako. Nikamhubiria injili. Nilikuwa na jamaa mmoja naye amekaa hapo. Sababu sikutaka nimhubirie peke yangu. Tulikuwa wawili chumbani. Na nijua shetani na hila zake na mitego yake. Hatukosi kuzijua fikra zake. Shetani asije katushinda. Ukishamjua shetani hawezi kukushinda. Tena nakuogopa. Tukamhubiri yule dada. Yule dada pamoja alikuwa amevaa kangoka kwa umu. Nikamwambia, piga magoti sasa tukuongoza anatoka. Amekubali kuokoka. Sasa wakati anakubali kuokoka, anaanza kutamani kujivuta hivi, angalau kafunike, imeshindikana. Nguvu ya Mungu imeingia. Imeingia tayari anatamani, lakini imeshindikana. Akapiga magoti hivyo hivyo. Akamwambia piga magoti hivyo hivyo. Sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu. Akaokoka. Dada akasema sasa mimi niko tayari hata kutoka hapo. Akamwambia ina shida. Tutakuhamisha hata hapa, tunakutumia nauli uondoke kabisa. Umwange na bosi wako. Kila kitu ondoke. Dada muhuni anayefanya biashara mle ya Mohamed anatembea na watu ovyo ovyo. Nikamwambia wanaume wangapi wamekuambia hizi habari? Ni wengi. Lakini mimi sijakwambia kukushawishi kukutongoza. Nimekuhubiria habari njema. Ushaikuhubiria habari za Kristo? Hapana. Wanaume wanafanya nini? Wanakutafuta, lakini mimi nimekuletea habari njema. Dada kaamini. Sasa bila nguvu ya Mungu sio rahisi. Wala hawezi kuelewa. Kumbuka ninamhubiri simuoni kwenye mapaja. Namhubiri na mtazama uso. Sababu unamhubiri bila nguvu ya Mungu. Kuna kaka mmoja tulikuwa tunashuhudiwa kule Dar es Salaam. Alienda na Biblia yake kuwahubiri Machangodo wampokee Yesu. Akajikuta mezini nao. Akajikuta melala nao. Usiende bila nguvu ya Mungu. Ndio maana wahubiri wengi wameenda na nguvu. Pokea Yesu. Kadada kanamshika, tulia kwanza. Unasemaje? Amesha kufa na kwenda kuzimu. Ameenda bila nguvu. Pokea Yesu anaweza. Anaruka ana nguvu mkavu. Akishikwa tu roba hapa ameshachanganyikiwa. Wanambeba kama samaki kwa kolokoloni. Sio, unanielewa? Tunahitaji nguvu. Tunapohubiri injili tunapambana na mashetani. Tunaokoa nafsi zilizofungwa. Amen. Sasa ili uweze kuokoa nafsi zilizofungwa lazima uwe na nguvu. Amina. Ndio maana Yesu mwenyewe wakati anaanza huduma ilimlazimu kufunga kabisa. Siku 40. Usianze huduma. Lazima ujue ya kwamba mimi ni mwana wa huduma. Sasa ili niweze kustahimili ni lazima niwe mtu wa maombi. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Wakati Yesu anawatuma wanafunzi 70 katika kitabu cha Luka sura yake ni ya 10. Biblia inasema aliwatuma wawili wamtangulie kule ambako alitakiwa aende yeye mwenyewe. Wale mitume walipoenda, Biblia inasema walihubiri injili. Mpaka pepo wanafanya nini? Wanawatii. Waliporudi wakarudi kwa furaha. Unaona? Kumbe ukiwa na nguvu utahubiri injili kwa furaha. Amen. Narudia tena, ukiwa na nguvu utahubiri injili kwa nini? Amen. Kwa furaha. Lakini kama una nguvu unahubiri injili kwa huzuni. Wala hakuna naye kusikiliza. Jamani, mbona wanisikilizi? Unahubiri hakuna naye kufuatilia. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna naye kufuatilia.